Habari tena. Leo tujifunze somo lingine la vipimo vya maabara, somo la kipimo aina cha LFT, liver function test. Kipimo cha liver function test LFT. Daktari akikuandikia LFT au liver function test huwa anamaanisha nini? Daktari akikuandikia hivi? Liver function test ni vipimo vinavyoangalia afya ya ini. Vipimo hivi vinaangalia afya ya ini. Mara nyingi hujumuisha vipimo kama ALT, AST, bilirubin na albumin. Vipimo hivi kwa pamoja vinatoa mwongozo mzuri kwa daktari kama huyu mtu ana tatizo la liver function test, kwa maana ya tatizo la ini. Lakini ni vizuri zaidi kuchukua vipimo hivi iwapo mgonjwa tayari yuko kwenye wakati wa maumivu ya ini. Daktari anajua wakati wa maumivu ya ini. Lakini pia kama mgonjwa ameonyesha dalili za manjano, homa ya manjano. Lakini pia iwapo kuna ufuatiliaji wa dawa alizotumia huyo mgonjwa kwa muda mrefu. Kutumia baadhi ya madawa kwa muda mrefu inaleta tatizo la ini. Kwa daktari kiangalia historia yake, kufuatilia historia yako ya madawa uliyotumia nyuma, anaweza kaamua kupima hiyo liver function test ili ajue kama ni tatizo la ini. Lakini iwapo kama daktari atagundua uchovu usioeleweka, unakuwa na uchovu, hata wewe mwenyewe unashindwa kujieleza kama unakuwa na uchovu wa namna gani, mwili unajioni kama uko sawa kiasi gani, hiyo pia inaweza kuwa moja ya sababu ambazo daktari anaweza kusaidia kufanya hivi vipimo. LFT, liver function test, kipimo kimoja tu, hakibadiliki. Haimaanishi ni ugonjwa moja kwa moja kwamba una tatizo la ini. Kipimo mara moja haimaanishi kwamba moja kwa moja una tatizo la ugonjwa wa ini. Au ukipima kipimo kimoja haimaanishi kwamba moja kwa moja una tatizo la ini. Ndio maana kuna mjumuisho wa vipimo hivi vingine vya ALT, AST, bilirubin na albumin. Tutajifunza kwa undani zaidi hivi vipimo ili kuweza kujua ni vitu gani. Basi before hapa tujifunze vipimo kwa lugha rahisi zaidi ili tupate uelewa zaidi. Cha msingi zaidi, hatujifunzi kama madaktari au watu wa maabara wanavyojifunza kwa undani. Sisi tunapata muhtasari tu wa juu walau kujua nini kinaendelea katika mwili au katika vipimo au katika afya zetu kwa ujumla. Ni follow hapo tujifunze vipimo kwa lugha rahisi. Usiache comment hata kushare ili wengine nao uweze kupata habari hizi vizuri. Mungu awabariki sana.